ina utashi wa kufanya mazungumzo na vyama vya siasa? Yaani nyinyi kama chama cha siasa, nyinyi kama vijana, mnapotembea pote mlipo, swali ambalo mtakuwa mjiulize ni je, serikali ya CCM ina nia ya dhati, ina utoto wa kisiasa wa kufanya maridhiano ya kweli, au danganya toto ya jaribu brainwash wananchi? Mkisha pata jibu, hizi na majibu la kwamba serikali ya Chama cha Mapinduzi ina utashi huo, ina nia ya kweli ya kufanya mazungumzo ya maridhiano kwa wananchi yenye uwazi na uwajibikaji, kama jibu ni ndio, hapana, maamuzi ni ya kweli vijana wa chama cha siasa. Hizi na majibu, mimi nawachia maswali. Serikali ya CCM ukiangalia kuanzia viongozi wa juu mpaka chini, inaonyesha kuwa na huo utashi wa kisiasa, ina nia ya dhati ya kufanya mazungumzo ambayo kweli yana lengo la kwenda kubadilisha mifumo ya kisheria ya uchaguzi ya nchi hii, au mtakuwa mnaingia kwenye mazungumzo na CCM, mnasaini manyaraka, alafu uchaguzi unaopata yatokee yale, halafu lawama zitakuja kwa viongozi wa chama kama ACT inatumika na watu fulani. Jukumu hili namba moja la kuwa vijana, sio akina Jussa na watu wengine, ni kazi yetu vijana kuongoza hawa wazee kwa serikali ya CCM ina nia hiyo. Jambo la pili, katiba mpya. Mimi nitatoa mwelekeo, chama chenu kifuate mwelekeo upi kwenye swala la mchakato wa katiba mpya. Tunafahamu historia, sitarudia, lakini tulipofika sasa hapa, kwa tulipofika hapa sasa hizi, tunatokaje hapa? Tuna nyaraka kama 4. Tuna katiba ya sasa inayotumika, tunaenda asili ya Warioba, katiba pendekezwa na mapendekezo ya tume mbalimbali ambazo zimeshauriwa kuundwa na marais. Zote zinazungumzia umuhimu wa uanzishwaji wa mchakato wa katiba mpya. Swali linakuwa tunatokaje hapa? Mimi nitashauri ACT na yeye vijana mtembee na njia hiyo. Kwa sasa tulipofika sasa hizi hapa, 90% ya bunge leo sasa ni wabunge wa Chama cha Mapinduzi. Kwa mkiamua kuchagua njia moja la bunge maalum na katiba, ajenda nyingi za wananchi ambazo ACT zinaziamini zitakwenda kukua bungeni. Tunamwona katika Mheshimiwa Ado, mara nyingi tunamwona bungeni anapambana kupigania wananchi, lakini wachache ndio yeye anaambiwa kaa chini ndio maisha. Swali linakuja, tukiamua kuchagua na ile ruti ya bunge la katiba, tutakuta 90% wa bunge walioko ndani mle ni wabunge wa Chama cha Mapinduzi. Kwa masuala ya muhimu yanayogusa wananchi, masuala ambayo nyinyi mnayaamini kama vijana wa ACT, hayatapitishwa, yatakwama. Swala la pili, tulipofika sasa hivi hapa ni kwamba tuna katiba pendekezwa. Je, tuende kwenye kura ya maoni? Katiba ile ndio kura itumike? Jibu ni kwamba katiba ile pia haina ukubalifu wa kisiasa kwa wananchi. Kwa hatuwezi kwenda kwenye mchakato wa kura maoni kwa katiba ile pendekezwa, kwa sababu inakuwa inaitwa political legitimacy. Hiyo element haina. Tunafanyaje sasa? Mimi nashauri kama wakili, kama mtaalamu, na ndio nyinyi vijana mtembea na hiyo agenda. Kwanza, mchakato wa mchakato wa kisheria is a purely legal process. Hili lifanyike, na kwanza ni kwamba serikali ya CCM kupitia baraza la mawaziri iandae mswada wa marekebisho ya katiba kwa ile sheria ya mwaka 2011. Kwa la kwanza kwa sababu tulifanya hili vijana wa Wazalendo ni kuishauri na kuitaka serikali ya Chama cha Mapinduzi haraka iwezekanavyo kwenye bunge la mwezi wa 9 iwasilishe mswada wa marekebisho ya katiba mpya ya mwaka 2026. Hilo la kwanza. La pili, kwenye mswada ule utakaopelekwa bungeni, masuala muhimu, kwa sababu ukienda kama ulivyo hawa kina Ado machache utakwama. Uanzishe mchakato wa mazungumzo nje ya mfumo wa kisheria. Masuala ambayo yanagombaniwa, masuala ambayo yanabishaniwa yakubalike nje. Na tukienda bungeni sio sasa, tayari wabunge wa CCM wanafahamu masuala mengine ambayo ni muhimu yanakubalika nje. Kazi ya
kupitisha ule mswada ili upate uhalali wa kisheria kwa mujibu wa sheria. Lakini ukipeleka mswada bungeni bila kuzungumza nje, wabunge watakuwa wengi, utakwenda kuhamia kule. Tutauli kama zamani. La tatu, tukisha kubaliana nje, ianzishwe kamati ya wataalamu, yaani committee of experts, ya wataalamu wa katiba kutoka ndani ya Tanzania na nje ya Tanzania, wakae wapewe terms of reference, katiba iliyopo sasa, katiba ya walioba, katiba pendekezwa na pendekezo ya tume mbalimbali ziwe consolidated. Tuangalie masuala muhimu ambayo yamekuwa yamelalamikiwa muda mrefu. Ile kamati ya wataalamu iende draft, ije na nyaraka ambayo hiyo ndio kama katiba pendekezwa. Halafu kuwe na muda wa elimu kwa wananchi, civic education, ya kuelimisha wananchi maudhui yaliyoko ndani ya nyaraka hiyo, angalau kwa siku 30 au 60 kama sheria inavyoeleza. Tukimaliza hapo tutakwenda kwenye hatua ya mwisho ambayo ni kura ya maoni ya katiba hiyo ambayo itakuja ile kamati ya wataalamu ipite au isipite. Lakini la muhimu zaidi kwenye hapa sio mchakato wa kisheria. La muhimu ni kwamba masuala mengi ya kukubalika nje ya mfumo wa kisheria, kuwe na forum ya mazungumzo nje ya mfumo wa kisheria. Hata 2011 kama nakumbuka, ile kundi la 2011 ile ilikubalika nje ya mfumo wa kisheria. Bunge likaanza kupitisha sheria baada ya watu kuwa kubaliana nje ya mfumo wa kisheria. Kwa ni jukumu la vijana sasa kusaidia chama kuja na msimamo ambao ni unified. Sio anasema kiongozi wa chama mkoa fulani kauli yake inapishana na kiongozi wa vijana, inakuwa sio chama cha siasa, hiyo inakuwa sio taasisi. Lazima vijana muongoze hapo pambano, kuwasaidia viongozi wenu kuwa na msimamo unaofanana, kwamba kwenye hili la katiba mpya au ile la maridhiano nini msimamo wa ACT Wazalendo, wananchi wajue, wananchi waone kwa vitendo kama kwenye hili msimamo wa chama ni mwendo huu, kwenye hili msimamo wa chama tuko kushoto au kulia. Jukumu hilo la kwenu vijana, lakini naenda kuachia zoezi assignment kwenye hoja ya maridhiano. Tembeeni na salamu. Serikali ya CCM ina nia hiyo, ina dhamira hiyo, ina utashi huo? Nijibuni, ina utashi? Ina dhamira? Ina nia hiyo? Sasa kama mmesema haina, ni kazi ya mimi vijana kwenda kusimamia maazimio. Kama haina, nini kifanyike ili iwe na hiyo nia? Kama nia haipo, chama kinachukua mwelekeo gani ili kuepuka chama chenu kuwa ni popular political party? Lazima muwe na mwelekeo unaofanana. Mmeshagundua. Lakini la pili, tumemsikia Mheshimiwa Rais Samia juzi akizindua tume ya Mheshimiwa Rila. Ukimsikiliza Mheshimiwa Rais zaidi anapeleka upande wa lawama kwa waliochochea, walioratibu, waliopanga, waliofadhili, walioua je? Sasa haya maswali yote lazima chama hili vijana mnisaidie chama. Kwa tunazungumzia upande mmoja, waliochochea, waliofadhili, waliopanga, waliotoa fedha. Hatuzungumzii waliotoa amri watu 518 kwa mujibu wa Chache wa uwao. Hiyo itakuwa upande gani? La pili, tunazungumzia maridhiano. Hii kama chama cha siasa tuchague lipi kwa sasa? Kipaumbele cha chama cha siasa ni kipi? Je, ni maridhiano? Je, ni katiba mpya? Je, ni tume ya Rila? Je, ni makosa ambayo yanatakiwa kote nchini? Lazima ili kama chama, ni kama vijana, mkiongoze chama huwa na msimamo. Chama kinataka nini? Nataka maridhiano, katiba mpya, tume ya Rila au mashauri ambayo yanaendelea kuendelea mbalimbali huko nchini sasa hizi. Sijui kama ni chama mmeguswa. Leo wanapozungumza hapa, tuna wananchi takriban 57 kote nchini wanakabiliana na mashtaka ya ugaidi. Mwanza 23,
Shinyanga watu 17, Mbeya 4, Iringa watu 5, Dodoma 1, Pwani 1, Dar es Salaam hapa tuna wananchi 4. Jumla tuna Tanzania 57 katika mahakama mbalimbali nchini wanakabiliwa na mashtaka ya ugaidi. Kwa mazingira haya, nini msimamo wa chama chenu? Shughulikie kwanza wahalifu, twende kwa hiyo, kwa sababu usishangae leo unazungumzia Maridhiano, kesho aga akaitwa kwa lila ni mtuhumiwa, au kesho juzi akaitwa mbele ya tume ya lila. Chama lazima kiamue kwenye hili, msimamo wenu ni upi? Kipaumbele cha nchi ni kipi? La mwisho, wakati nahitimisha mada yangu, nyinyi kama chama cha ACT Wazalendo haina ubishi, haina kwamba kwa Zanzibar ndio chama kiongozi, kwa Zanzibar ndio chama la pili. Haina ubishi kwamba kwa Tanzania nzima uzungumzie kama vitatu vikubwa, sema vingapi? Siwezi kutoa. Kwa hiyo kama hii nimeongea hatafikiri, lazima muwe na misimamo thabiti. Lazima muongoze wa Tanzania, lazima muongoze wananchi kwenye agenda ambazo ni controversial. Wananchi wanawategemea. Lazima vijana wa ACT Wazalendo muwe na misimamo thabiti ya kuongoza wananchi kwa masuala ambayo ni mtambuka. Ndio maana nawaachia swali kwa sasa, tupofikia hapa, kipi ni kipaumbele chenu kama chama? Swali hilo mtajibu vijana. Lazima muongoze viongozi wenu sasa, chama kiwe na msimamo unaoeleweka. Kama ni maridhiano, mseme ni maridhiano. Kama ni katiba mpya, mseme ni katiba mpya. Kama chama kiungi mkono maridhiano, make it clear. Chama kiungi maridhiano. Kwa hiyo jana, najua umeelewa. Umenipata? Kama nilivyosema, kwamba nyinyi vijana wazuri, kwamba mna mwakilishi wenu kwenye kamati kuu, kwenye halmashauri kuu, atakwenda kuwakilisha vyema ukiongoza chama. Chama kinataka kuelekea wapi kwa tulipofika sasa? La pili, la mwisho, mna wabunge, baadhi ya wawakilishi, mna wabunge bunge ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Watumieni wabunge wenu walio wachache, watumie wabunge ndio nao kwa uchache wao walitumie bunge kama forum ya kisiasa, kama forum ya bunge. By nature ni forum ya kisiasa. Watumieni wabunge ndio nao wachache, akina Ado, kwenda kufanya siasa bungeni kwa masuala mtambuka ya kitaifa, ikiwemo maridhiano, ikiwemo katiba mpya, ikiwemo swala la mwafaka wa kitaifa. Baada ya kusema hayo, nashukuru sana.